Kurekebisha moyo uliovunjika, hasa ule uliovunjwa na wewe mwenyewe, kuna hitaji zaidi ya kusema samahani. Kwa mtazamo wa kisaikolojia na uponyaji wa kihisia, kurejesha uhusiano kunawezekana tu kama utachukua uwajibikaji wa kweli, kuwa na subira na kuheshimu mchakato wa yeye kupona. Kwanza kabisa, ukubali kosa lako kikamilifu bila kujitetea. Usijaribu kuhalalisha ulichofanya wala kumlaumu yeye au mazingira. Uponyaji huanza pale anayesababisha maumivu anapoyakubali kwa uaminifu. Kile anachohitaji si maelezo mengi, bali uthibitisho kwamba unaelewa na kuthamini maumivu yake. Pili, toa samahani ya kweli yenye uelewa wa kihisia. Samahani ya kuponya si maneno matupu, ni kukiri kwamba ulimuumiza kwa undani, kuonyesha kwamba unaelewa jinsi ulivyovunja imani yake na kubeba jukumu hilo bila visingizio. Epuka kusema kama nilikuumiza au kuonyesha uchovu wa kuomba msamaha, kwa sababu hayo hupunguza uzito wa maumivu yake. Tatu, heshimu nafasi yake na muda wake wa kupona. Kila mtu huponya kwa kasi tofauti, na kumlazimisha asamehe haraka kunaweza kufungua tena majeraha. Mpe nafasi, lakini uwepo wako ubaki wa utulivu. Usiwe wa kumsukuma, bali wa kumruhusu ahisi salama. Nne, onyesha mabadiliko kupitia matendo, si maneno. Kisaikolojia, imani hujengwa upya kwa vitendo vinavyojirudia kila siku, si ahadi. Kama ulikuwa unasema uongo, kuwa mkweli kwa kiwango cha juu. Kama ulikuwa haupo kihisia, jifunze kuwa karibu na kusikiliza. Ataamini zaidi kile unachofanya kuliko kile unachosema. Tano, mpe nafasi ya kueleza maumivu yake bila kujitetea. Anaweza kulia, kuuliza maswali, au hata kurudia mada ile ile mara kadhaa. Wajibu wako ni kusikiliza, kuthibitisha hisia zake na kubaki mtulivu. Maneno kama una haki ya kuhisi hivyo au naelewa kwa nini bado inauma husaidia kumfanya ajisikie salama tena. Sita, jenga upya imani polepole. Imani hairudi mara moja. Hujengwa kupitia hatua ndogo ndogo za uaminifu, kutimiza ahadi, kuwa pale uliposema utakuwa na kuwasiliana kwa uwazi. Sio matendo makubwa yanayorejesha imani, bali uaminifu mdogo unaojirudia kila siku. Saba, kubali kwamba anaweza asiwe tayari kurudi. Hii ndiyo hatua ngumu zaidi, lakini yenye ukomavu wa kweli. Upendo wa kweli unaheshimu uhuru wa mtu mwingine kuchagua. Kama ataamua kuendelea mbele bila wewe, heshimu uamuzi wake na jifunze kutokana na hilo. Mwisho, fanyia kazi nafsi yako. Mara nyingi tunaumiza wengine kutokana na ukosefu wa ukomavu wa kihisia, majeraha ya zamani au hofu ya kujitoa kikamilifu. Jitafakari, andika hisia zako au tafuta msaada wa ushauri. Kubadilika kwako ni sehemu ya kurekebisha kilichovunjika, hata kama si pamoja naye. Ukweli wa mwisho ni huu: kurejesha uhusiano si kuhusu kumshawishi arudi, bali ni kuwa mtu salama wa kuaminika tena. Na hapo ndipo uponyaji wa kweli huanza.